Katika ardhi yenye harufu tuli ya bahari na upepo na ubeba manukato ya historia, Zanzibar imebarikiwa utajiri ambao umeitambulisha duniani kwa karne nyingi, zao la karafuu. Lakini nyuma ya hadhi hii kunahitajika juhudi, usimamizi makini na maono ya mbali ili kulihifadhi na kulikuza. Katika awamu ya 8 ya Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya mambo mengi kwa wakulima wa karafuu, na kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais, na kuna mipango mingi ambayo vile vile tumeipanga kwa ajili ya kuendeleza yale ambayo aliyofanya. Miongoni mwa mambo ambayo Dr. Hussein Ali Mwinyi ameyafanya kwa kipindi hiki ni pamoja na kuhakikisha kwamba bei ya karafuu inaongezeka kila mwaka. Nafikiri tunajua kwamba bei ya karafuu haijawahi kushuka, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa miongozo yake na juhudi zake za kuhakikisha kwamba bei ya karafuu inaongezeka, na kwa kumpa mkulima ile 80% ya bei ambayo tunaipata katika soko la dunia. Lakini naomba nitumie fursa hii vile vile kuwajulisha wakulima na wananchi kwa ujumla kwenye msimu wa mavuno wa karafuu wa 2025-2026 ambao tunaendelea nao, basi mkulima alikuwa analipwa 89% ya bei tuliyoipata ya soko la dunia. Kwa hiyo bado Mheshimiwa Rais anaendelea kuwajali wakulima na kuona kwamba juhudi zao zinafanikiwa. Katika uongozi wa awamu ya 8 chini ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, juhudi mpya, madhubuti na za kimkakati zimeanza kuandika ukurasa mpya wa matumaini kwa wakulima na kwa uchumi wa Zanzibar. Hii ni hadithi ya mageuzi ya kuimarisha msingi wa zao la karafuu na ya safari ya kuirejesha Zanzibar kileleni mwa soko la dunia. Kwa fursa hii kwanza kuwashukuru sana na kuwapongeza kwa dhati wakulima wa karafuu. Nataka mtambue kwamba zao la karafuu kwetu sisi serikali ya Zanzibar ni zao la mkakati, ni zao ambalo linatuokoa sana. Na hapa nataka niseme hivi, mwaka huu kutokana na uhaba wa dola, kama isingekuwa karafuu hizi kuziuza kupata dola, basi hata chakula nchini hapa ingekuwa matatizo makubwa. Kwa hivyo tunakushukuruni sana kwa kuendeleza zao hili, na serikali inatambua mchango wenu mkubwa, na tutafanya kila jitihada kuondoa changamoto ambazo zinakukabilini katika zao hili, kwa sababu tunalitegemea kama nchi zao hili. Kuanzia mwaka 1830 hadi 1940, Zanzibar ilikuwa injini ya dunia katika uzalishaji wa karafuu, ikichangia hadi 90% ya mahitaji ya soko la kimataifa. Kwanza 64 mapinduzi ya Mzee Karume Mkubwa alifanya mabadiliko ya hali ya hewa ili watu wapate mikarafuu. Ilikuwa sana ni Wahindi, walikuwa na Wahindi wengi. Kwetu ilikuwa hasani Wahindi ndio walikuwa wakitawala. Baada ya kushaondoka kanda zao Tanga huko na wengine si wapi huko, yalikaa sana mpaka ya mwitu mkubwa. Ndio yule Karume akasema, Mzee Karume akasema kama bora mupe eka, zikapimwa eka 3 kula mtu alikuwa na riziki yake akapewa wingi, tulipewa wingi tu, walipewa mimi kwa dogo, lakini nafahamu zangu akapewa wakaendelea na kuvuna tena sana mpaka wakaendelea huko wavuna, lakini tena ikaja bora Wabungo, bora hivi hazina bei, hamna hivi. Akaja tena Mzee Ali Hassan Mwinyi
zirudishwa tena karafuu. Akasema hizi lazima zirudishwe hapa ili ziwe na hadhi, zipendwe, ikaendelea tena upya. Rehema ya pili na neema ya Mwenyezi Mungu. Tazameni mikarafuu inayotupa riziki hiyo, maana rehema ya Mwenyezi Mungu kubwa sana inateremkia humo. Kusini kote tumepita leo, mikarafuu. Akikwambia mtu kama mkarafuu ulituma karafuu miezi 3 au 4 imepita, uwezi kukubali kabisa. Na wenyewe watu wa Pemba wameona mikarafuu imechipua upya. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imetambua kwa muda mrefu mchango mkubwa wa zao hili katika kukuza uchumi na kuinua maisha ya wakulima. Ndiyo maana imekuwa ikichukua hatua za maksudi kukabiliana na changamoto zinazokabili uzalishaji wa karafuu. Kuna changamoto nyingi ndogo ndogo, wala si ndogo, tuseme kubwa. Tukisema changamoto ndogo ni zitakuwa hazifanywi kazi. Changamoto kubwa ziko nyingi. Mfano nakwambia, nilianza mwanzo kwamba mikarafuu sasa hivi ardhi zetu nyingi ziko ukame, hazina mapori, hazina miti mikubwa. Kwa hiyo bila mkarafuu kufanya huduma ya kumwagilia maji, ya kupalilia kwa wakati, basi mikarafuu ife tu. Hakuna ujanja mwingine. Ujanja mkubwa mkarafuu sasa hivi upaliliwe kwa wakati, umwagiliwe na maji, basi kwenda tutapata unafuu. Lakini tukaendelea tu mikarafuu kutoka wababu. Sasa mikarafuu, kwanza mkarafuu ukifika kiasi miaka 65 unaanza kupungua wenyewe tu. Sasa lakini na mikarafuu sasa vinopandwa ni mtihani, ukame mkubwa. Ifika ukame mkubwa hakuna rutuba na kuja mkarafuu na kufa. Katika uongozi wa awamu ya 8 chini ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, serikali imejidhatiti kuirejesha hadhi ya karafuu kimataifa. Jitihada mbalimbali zimeendelea kuchukuliwa na matokeo yake yanaonekana. Kama shirika tumeendelea kuwakatia wakulima bima ya karafuu, ambapo bima hii inawasaidia wakulima wakati wanapokuwa katika jitihada za kuliokoa zao letu, waweze kupata huduma in case ikitokezea wakipata athari mbalimbali. Mbali na hayo ambayo niliyoeleza, kama shirika tunahakikisha kwamba kipindi hichi cha Dr. Hussein Ali Mwinyi hakuna mkulima ambaye atakopwa, na tunahakikisha kwamba mkulima analipwa pale pale kabla hajaondoka kwenye kituo chake katika cha ununuzi wa karafuu. Kwa hii ni kuona juhudi mbalimbali ambazo mkulima anapata fedha yake stahiki kwa wakati ule ule ili wapate kwenda kuhudumia huduma nyingine. Na tumeenda mbali zaidi kwenye vituo vyetu vikubwa vyote. Kwa sasa hivi tumeweka mawakala wa benki, lakini vile vile kuna mawakala wa mitandao ya simu. Kwa hiyo mkulima kisha kulipwa tu, aidha atakwenda kwa wakala pale kuchukua fedha zake kupitia mtandao wa simu, au atakwenda kwenye wakala wa benki kuchukua fedha zake kupitia mawakala wa benki. Lakini vile vile tunaendelea kuwalipa wakulima kwa kutumia fedha taslim kwa wale wakulima ambao wanauza karafuu za ujazo mdogo. Katika ununuzi wa karafuu kwa ujumla, mambo mengi Mheshimiwa Rais ameyafanya kutokana na maelekezo yake ili kuhakikisha karafuu yetu inakuwa bora na inakuwa na thamani zaidi kwenye soko la dunia. Miongoni mwa mambo hayo ni kuendelea kuzinunua karafuu kidijitali kama tulivyoeleza kwenye forum zetu tofauti, kwamba sasa hivi tuna mfumo maalum wa kidijitali ambao tunanunua karafuu zetu, ambao hii imerahisisha mkulima basi asikae muda mrefu wakati akija akiuza karafuu zake pale ZSTC. Lakini vile vile na mezani za uhakika ambazo ni mezani za kidijitali, tuna vipima unyevu na tuna vile vile mambo mbalimbali, machungio, ambayo yote ni kuona kwamba tunamrahisishia mkulima atupe karafuu nzuri, lakini vile vile apate bei ambayo inastahiki kwa mujibu wa karafuu zake. Karafuu zangu zote nauza kwenye shirika la ZSTC. Tunapata mshikamano mzuri na watu wa ZSTC, wanatusaidia sana kutupa vyanzo vyote vya magunia, kamba, gari
Kwa hivyo tunashukuru kwanza shirika la ZSTC, na jambo jingine tulikuwa tunaomba wakulima wa mikarafuu waendelee kuzidi kulima kwa wingi mikarafuu kutokana na hali ya hewa kwanza ni nzuri kwa huku Pemba. Hii tunaochuma sasa mikarafuu mingi ya asili nayo inaondoka kidogo kidogo. Kwa hivyo tushadihishe, tuilime kwa wingi mikarafuu ili na sisi huko mbele vizazi vinavyokuja nao wanufaike kama tunavyonufaika sisi kwa hiyo lokuwepo ya zamani. Nampongeza Mheshimiwa Rais kwanza, namkubali 100%, anajitahidi na maendeleo tunayaona. Na yeye mwenyewe alituambia kuna hizi 20% zinazotokana na karafuu analeta maendeleo ya nchi. Na maendeleo tunayaona alhamdulillah, tumeenda hospitali, madawa mengi, barabara ndo tunaziona na mambo mengine yanakuja. Kwa hivyo najua mitano ya mbele inayokuja Mwenyezi Mungu atamjalia atatufanya na makubwa zaidi. Licha ya ubora wa karafuu ya Zanzibar, kiwango cha uzalishaji kimeshuka. Kwa sasa uzalishaji ni wastani wa tani 8,000 pekee kwa mwaka, kiasi ambacho hakileti tija inayolingana na uwezo wa historia ya zao hili. Serikali imedhamiria kuongeza uzalishaji hadi kufikia tani 20,000 kwa mwaka. Ni muhimu kukumbuka kuwa katika miaka 1960 karafuu ndiyo ilikuwa uti wa mgongo wa uchumi wa Zanzibar, chanzo kikuu cha fedha za kigeni. Hata leo ndiyo zao namba 1 linaloingiza kipato kikubwa kwa serikali na wakulima. Siku zote ni kawaida ya nyumba kwamba baba anapoweka sheria zake au mtazamo wake, watoto wake wanakuwako nyuma yake kutekeleza malengo yale. Na sisi Mheshimiwa Rais ndiye rais wa nchi yetu, na lengo lake kuiona Zanzibar inatononoka kutoka hatua moja hadi nyingine. Kwa hivyo na sisi hatuna hiari, hii ni lazima tumuunge mkono, hakuna hiari, ni lazima tumuunge mkono tena kwa hali zote, tumuunge mkono kwa hali zote, tuone kwamba yeye kabuni hili sisi tunatekeleza, kwa sababu yeye ni mpangaji, si ndio watekelezaji. Yeye matamanio yake atatamani mingi, lakini kama hatukusimama sisi kutekeleza basi hatufikii. Kwa hivyo sisi tunamuunga mkono na tunaahidi kutekeleza yale. Katika ziara yake kisiwani Pemba, Rais Dr. Mwinyi alitangaza wazi dhamira ya serikali kuboresha uzalishaji kupitia mpango shirikishi unaohusisha Wizara ya Kilimo na Shirika la Taifa la Biashara Zanzibar ZSTC. Aliagiza kupanga mikakati madhubuti kuhakikisha usimamizi wa karibu kutoka kwa wakuu wa mikoa na kuweka nguvu katika kuwawezesha wakulima. Kama wizara tumepewa jukumu na serikali la kushirikiana na wenzetu wa ZSTC. Wao wana sheria inawaruhusu kusimamia zao la karafuu, lakini kuna majukumu tumepewa sisi kama sekta ya kilimo. Kwa hiyo kwa upande wa sekta yetu kwenye zao la karafuu, moja kwa moja tumepewa yale majukumu ambayo yanahusika na uzalishaji na kuongeza uzalishaji. Kwa mfano uoteshaji miche. Mwaka jana, msimu uliopita, tumetoa miche takribani 300,000 kasoro kidogo, kwa sababu ni 290,000 na kitu hivi. Sasa ukipiga mahesabu hiyo kwa hesabu za haraka haraka, kama ingekuwa tunapanda kwenye mashamba ambayo matupu hayana kitu, basi takribani hekta 2,000 tungeweza kuzipata. Hekta sio eka. Hekta 2,000 ni kama ekari 5,000 takriban. Kwa hiyo kama tutakwenda kwa hesabu hiyo kila mwaka na yakawa ile miche inashughulikiwa vizuri mpaka inamea inafika umri wa kuzaa, basi baada ya kipindi kidogo
Zanzibar kwa maeneo yote ambayo yanaweza kustawi mazao ya karafuu yatakuwa yamejaa mikarafuu. Mikarafuu ya zamani tayari imeshafika umri, mengine haizai sana, mengine inakauka matawi, mengine inakufa. Sasa juhudi zetu hizi ambazo tunazichukua kupanda sasa hivi ni ku replace ile ambayo inakufa, inakauka, ndo juhudi zetu ambazo kwa kama shirika kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Kilimo. Kwa kuanzia, tutaanza kuangalia yale maeneo yaliyoathirika zaidi na vile vile tutakwenda kwenye maeneo mengine. Ni kweli kwa muda mrefu kuna changamoto ambayo inatukabili kama shirika ya ukataji wa mikarafuu. Wapo wakulima au wapo wananchi ambao si wazalendo ambao wanakata mikarafuu kwa njia mbalimbali, aidha kwa ujenzi, aidha kwa kufanya kuni au kwa matumizi mengine ya kibinadamu. Naomba nitumie fursa hii au forum hii kuwajulisha wakulima kwamba kwa mujibu wa sheria ya mfuko maendeleo ya karafuu ya 2014 kifungu cha 13(1) kuanzia section A mpaka D imeelezea kwamba ni marufuku kukata miti ya mikarafuu, aidha kung'oa au kuikata, kuchoma moto na mambo ambayo yanafanana nayo. Lakini vile vile sheria hii kifungu cha 13(5) kimetoa adhabu kwa wale ambao watakuwa wanafanya shughuli hii, ambayo ni kwamba adhabu ni faini ya shilingi milioni 3 au kifungo, au vile vile vitaenda kwa pamoja. Kwa hiyo naomba niwatakie wananchi tuache tabia ya kukata mikarafuu. Kwanza kuna adhabu, lakini vile vile tutii sheria bila kushuruti. Kama tunaamini karafuu ni zao letu la taifa, ni zao letu la kiuchumi ambalo linatuingizia fedha za kigeni na wananchi wale wanapata kufaidika na mikarafuu, kwa nini tuendelee kuikata mikarafuu? Pekee kabisa niendelee kulishukuru shirika letu la biashara la ZSTC kwa namna wanavyoendelea kuwawezesha wakulima wa karafuu ili waweze kupata faida, lakini nchi yetu iweze kupata maendeleo zaidi. Sisi kama viongozi tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba tunawasimamia wakulima wa karafuu, kuhakikisha kwamba wanalikuza zao la karafuu. Tunawasimamia vipi? Na tumeona miongoni mwa mambo ambayo yanajitokeza katika suala zima la karafuu ni ukataji wa mikarafuu ovyo, jambo ambalo hili linapelekea kushuka kwa uzalishaji wa karafuu. Kwa hiyo sisi tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba mikarafuu ile iliyopo inaendelea kubakia, lakini pia kuwahamasisha waweze kupanda mikarafuu zaidi na zaidi. Tuna jukumu kubwa la kutoa elimu kwa wakulima wa karafuu, kuwapa faida za karafuu zinavyopatikana na nchi yetu, namna inavyoingiza kipato kupitia karafuu zile wakati zinapozaliwa kwa wingi. Kwanza kwa kabisa, wakati wa uzao wa zao hili la karafuu, sisi kama viongozi ni kuhakikisha kwamba tunawasimamia wakulima wa karafuu kuweza kuzichuma karafuu, lakini pia kuzipeleka ZSTC, kwa sababu kama tunavyotambua ZSTC wao ndio wenye mamlaka ya kununua karafuu zile. Kwa hiyo sisi tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha karafuu zote ambazo zinachumwa zinapelekwa ZSTC. Zitakapopelekwa ZSTC, karafuu zile zikiuzwa, sasa yale kipato kitakachopatikana kinarudi kwa jamii. Tunaweza kufikia tani 20,000 pindipo tutaendelea kuienzi hiyo tulionayo, halafu tuendelee kupanda kile tulicho kwenye mashamba. Kwa mashamba sasa makapu sana,
mikarafuu ni michache, ndio ili tuendelee tuongezewe upewaji wa miche, tuweze kupanda mikarafuu, tuweze kupanda katika mashamba yetu, kwa sababu bila kuwa mingi mikarafuu hatuwezi kufikia tani hiyo hapo, na hiyo si tani yake, si kesho, ni endelevu ile, au si ndio? Mbeleni ndio tutakuja kufanikiwa kupata hayo. Dkt. Mwinyi amesisitiza mara kadhaa kuwa serikali haina nia ya kubinafsisha zao la karafuu. Zao hili linagusa maisha ya wananchi moja kwa moja na lina umuhimu wa kijamii na kiuchumi ambao haupaswi kuhamishwa kwa maslahi binafsi. Serikali ya awamu ya 8 imejikita katika kulihuisha zao hili kwa kugawa bure miche mipya ya mikarafuu kila mwaka. Aidha, imeelekeza kuimarishwa kwa vitalu vya wizara pamoja na vile vinavyomilikiwa na watu binafsi ili kasi ya uzalishaji iongezeke. Uamuzi wa Rais Mwinyi kuwakabidhi wakulima mashamba ya eka waliokuwa wakihudumia kwa miaka mingi ni hatua muhimu iliyorejesha tija. Hati miliki zinatolewa ili kuongeza uwajibikaji, uwekezaji na ustawi wa kaya zao. Kwa muda mrefu wakulima walikosa hamasa pale mashamba walioyatunza yalipokuwa yakikodishwa kwa wengine wakati wa mavuno. Hilo sasa linabaki kuwa historia. Lakini wakulima sote wenye mashamba zaidi ya 8,000 tutapata hati kama hizo. Asante sana Mheshimiwa Rais. Ili kuondoa changamoto zote zinazokabili mashamba na wakulima wa mashamba hayo, serikali imeamua kutoa hati rasmi za matumizi kwa wananchi waliokabidhiwa mashamba hayo kwa utaratibu maalum utakaowekwa na serikali. Serikali ilifanya tathmini ya kina, ikiwemo kutafuta ushauri wa kisheria kutoka kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali katika kuangalia namna bora ya kuweza kuwakabidhi mashamba haya wananchi ili yale malengo ya mwaka 1964 yaweze kufikiwa kikamilifu. Hatua ya kutoa hati hizi kwa wananchi kutawezesha kupatikana kwa faida nyingi, zikiwemo kuondoa migogoro ya mipaka baina ya watumiaji wa mashamba hayo pale mashamba haya yatakapopimwa rasmi na kila mmoja kupatiwa hati yake. Kwanza sisi wakulima wa zao la karafuu tumefurahia sana kupata hati hizi, kwa sababu hizi ni utambulisho wa wewe mkulima pamoja na watoto wako, yaani kizazi na kizazi. Hati hii inakumilikisha shamba la mikarafuu, unafanya kazi kwa ajili ya maisha yako na watoto wako. Sisi tunaahidi kuyatunza mashamba haya kama tulivyofanya huko tulikotokea. Tutayatunza ili nayo yatutunze. Tutayatunza ili nayo tutunze, tuweze kuishi kwa ufanisi katika maisha haya yaliyotukabili. Tunamwahidi Mheshimiwa Rais kama alivyotoa maelekezo yake, hatutarudi nyuma. Tutakwenda bega kwa bega, tutapanda mikarafuu ili uzalishaji
uwe ni bora zaidi, uwe ni mwingi zaidi, na mali zote tutauza ZSTC kwa uwezo wa Allah. Hatutauza nje ya ZSTC. Wizara ya Kilimo na ZSTC tuwaomba mashirikiano tu, ili tukipata mashirikiano mazuri, tukenda pale na matatizo, yani tunataka pengine tukodi zaidi mikarafuu, watuamini. Na tunamwahidi Mheshimiwa Rais kwamba tutamuunga mkono kwa yote mazuri aliyotufanyia, na alituahidi wakati wa mitano ya kwanza kwamba mazuri yanakuja, na tumeyaona ndio haya. Mbali na hatua hizo, serikali imeimarisha mfumo wa ununuzi kupitia ZSTC. Mfumo wa kidijitali umewezesha wakulima kulipwa kwa wakati kupitia benki au malipo ya mtandaoni. Na sasa kupitia huduma ya ZSTC Buying Mobile, maofisa wa shirika wanafika moja kwa moja mashambani kununua karafuu na kufanya malipo papo hapo. Hii imeongeza ufanisi, uwazi na tija kwa wakulima. Kwa kweli swala la upimaji tumefanikiwa sana kwa sababu upimaji wa zamani wa zile mezani za kugonga pale ilikuwa kidogo kuna wasiwasi. Unaweza kutoka sitifahamu baada ya wanunuzi wa biashara, wafanyakazi wa biashara wa shirika pamoja na wakulima. Umekata kilo 2, umekata kilo 3, lakini sasa hivi nasoma yenyewe kilo 5 ni kilo 5. Wakulima, naomba kwamba tuliamini shirika letu. Najua kwamba hatuwezi kutatua changamoto zao kwa 100%, lakini kuna mambo mengi ambayo tumeyatatua ili kuona kwamba tunaendana na tunayafanyia kazi yale matakwa yao. Kama msimu huu wa 25-26 tunaendelea nao, basi malalamiko mingi tumeweza kupunguza ya wakulima, kama malipo, vipimo na karafuu kupatikana aidha kwa kupitia grade tofauti. Lakini vile vile nataka waamini kwamba serikali yao iko pamoja na wao kuhakikisha kwamba wanapata kile kilicho bora, na serikali ya Dr. Hussein Ali Mwinyi imehakikisha kwamba itahakikisha kwamba inakwenda kuwapatia wakulima mambo mbalimbali ambayo yataweza kuwasaidia wao kama binafsi, lakini vile vile kusaidia nchi. Kama mtakumbuka, Mheshimiwa Rais miongoni mwa mambo aliyoyaahidi wakati tunatoa hati za mashamba ni pamoja na kuhakikisha kwamba wakulima wanaendelea kupata mikopo, ambacho ni kilio chao cha muda mrefu. Kwa mikopo hii itapatikana, na vile vile wenzetu washirika wetu ambao tunafanya nao kazi kwa pamoja, Mixx by Yas, na wao wameahidi kwamba kwenye msimu unaokuja basi tutashirikiana nao kwenye kutoa mikopo ambayo itakuwa haina dhamana kupitia Mixx by Yas. Kwa hiyo hili tutakwenda kulifanyia kazi kwa pamoja, kuona kwamba tunaunganisha zile juhudi za serikali na juhudi za sekta binafsi